Bwana Yesu asifiwe, nawapenda sana. Msemo wa kutafuta hela ni msemo wa kishetani. Nitaongelea vitu vitatu hivi kwa haraka haraka. Huu msemo umekuja ili watu wa hai, kila mtu asiweze kufuata ndoto yake au hatima yake Mungu aliyompangia. Wafuate vile vitu ambavyo basi shetani ya watu ambao wanaoinuaga wanamuziki au wafanya biashara, watu wote waelemee huko, ili baadaye tuje tukose walimu, madaktari, manesi, mainjinia, kwa sababu wote waone mafanikio yote yanapatikana kwa kazi moja tu. Shetani anataka kuaminisha watu namna hiyo. Au watu kama wana moyo wa kweli, wataka kuwapa watu fedha, wangewapa connection, wangefungua maofisi kama wao hela wanazo, waajiri watu, wale watu wafanye kazi wapate hela. Hapo ndio ingekuwa imetumika huo msemo kwa nia nzuri. Kumpenda jirani yako Biblia inasema hivi, tusoma wewe mwenyewe kwa muda wako, kitabu cha Luka sura ya ngapi? Sura 20:37. Neno la Mungu linasema hivi, akawaambia, mpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hapo palikuwepo kuhani, palikuwepo Mlawi mmoja wake, msaidizi wa kazi kwenye nyumba ya Mungu. Kuhani ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, au sasa ni mchungaji. Alafu alikuwepo na Msamaria. Wasamaria na Wayahudi walikuwa wachangamani. Mtu mmoja alipigwa na majambazi akadondoka pale chini. Wale watu ambao ni ndugu zake, lakini niliwaambia mtu jirani, mtu naye nyumbani kwako sio jirani, huyo ni ndugu yako. Biblia inasema tupendane sote. Kumpenda jirani, kupenda mtu ambaye yuko nje ya nyumba yenu. Maana mtu ambaye yuko nje na wokovu, huyo ni jirani yako. Lazima umsaidie kiroho na kimwili. Unamsaidia kiroho kwa kupokea neno la Mungu, na kimwili kwa kumpa mahitaji yake. Kama Yesu alivyokuwa Msamaria mwema, akafanyaje? Akatupenda sisi, akatulipia deni zetu za dhambi, ili sisi roho zetu, mahusiano yetu na Mungu, roho zetu ziwe salama, mahusiano yetu ya Mungu yarejee. Kupenda jirani ni kumpelekea neno la Mungu. Hata kama una dhambi, Bwana Yesu anakuita wewe njoo. Kumbuka yule kahaba alikuja kwa Yesu na Yesu akampokea. Yesu atakupunguzia dhambi. Kama ulikuwa nazo 100 zitapungua 99, baadaye zitabaki 5, baadaye zitaisha. Alafu nini maana ya ufalme wa Mungu?